Kwa kweli watoto wengi wanakuwa wakiona mama ni bora kuliko baba, na inakuja na dhana kwamba mama ndio mwenye thamani zaidi, maana ndio maana ya neno bora. Mama ndio mwenye thamani zaidi, mama ndio mwenye uwezo, na inaweza ikaenda zaidi kwenye mamlaka. Na shida kubwa kwa wakina baba ni anatafuta pesa, anatafuta kitu fulani, alafu mtoto akija kimomba baba naomba kitu fulani fulani, anamwachia mama, mama ananunua. Kwa wakati mwingine kwenye hata nguo za sherehe mama ndo anayenunua, baba hana hata muda, hata pengine atajui size ya watoto wake, lakini hela yote inatoka mikononi mwa baba. Asilimia kubwa ya pesa inatoka mikononi mwa baba, lakini mama ndio anaonekana anamiliki hivyo vitu. Sasa katika mazingira kama hayo inapelekea madhara makubwa ya kisaikolojia, na kwa haraka unaweza kutazama kwenye usalama wa kihisia, that is emotional protection or security, ambayo mtoto anamuona mzazi mmoja ni bora. Ndio maana wakati mwingine wanasema ukifanya hivi nitaenda kukusema kwa baba, nitaenda kukusema kwa mama. Kwa hiyo inategemea mtoto alivyokuzwa. Saikolojia pia unakuta watoto wa kike wanakuwa attached kwa kina baba, kwa baba zao, na watoto wa kiume wanakuwa attached kwa mama zao. Kwa hiyo unakuta mara nyingi mtoto akifanywa kitu fulani anasema mimi nitaenda kukushtaki kwa mama, nitaenda kukushtaki kwa baba, au chochote kile. Mtoto akiwa na hisia zake anaona ni karibu zaidi kwenda kusema kwa mzazi mmoja kuliko mzazi mwingine. Kwa hiyo inaweza kwa pande zote mbili. Kuna ambao wanaweza kumuona baba ni bora zaidi, mwingine mama ni bora zaidi kwa katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo inakuwa na mtoto kuamini kwamba mzazi mmoja anakuwa ni wa maana sana katika maana ya usalama wa hisia zake, na inaweza kusababisha wakati mwingine kutokujiamini, mtoto ajiamini kwa mzazi mmoja, au anahamisha upendo kwa mzazi mmoja anapeleka kwa mzazi mwingine, lakini anakuwa ni mtegemezi sana 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 sana. Hawezi kufanya decision kwa sababu anajua labda pengine anapendwa upande mmoja au hivyo. Lakini pia inajenga mtazamo usio sahihi wa mgawanyo wa majukumu kati ya baba na mama. Kama hapa niliposema, unakuta mtoto akienda shule kwa sababu tangu utotoni amekuwa akiamini mama ni bora kuliko baba, kwa hiyo majukumu mengi yanakuwa yanapelekewa mama. Mama sina kiatu, mama sina kalamu, mama sina hiki, mama sina hivi, mama sina hivi. Baba hahusishwi sana, isipokuwa kwa sababu familia nyingi baba ni kama askari tu, kama polisi. Yani baba akishafika nyumba inanyamaza na nini. Kwa hiyo watoto wengi hawezi kumfuata baba kwa sababu wanaona hatuko salama, na wanategemea zaidi kwa mama au upande mmoja. Kwa hiyo yanakuwa ni malezi zaidi ya upande mmoja kuliko upande zote mbili, na anaangalia labda pengine mama ndio ana mchango mkubwa katika malezi au baba ndio mwenye mchango mkubwa. Mtoto wa jioni kama anakuzwa na baba na mama, na hii inapunguza mahusiano makubwa sana. Kwa mfano, kwa baba, watoto hawezi kujiamini pale ambapo anamuona mama ni bora kuliko baba. Mtoto hawezi akajiamini kwa baba. Mtoto anakuwa hana furaha akishinda na baba nyumbani. Mtoto anakuwa hana uwezo wa kujumuika hata katika chakula, michezo na nini na baba. Ingawa saikolojia inasema mtoto ambaye yuko karibu na baba yake walau kwa saa moja kwa siku, walau kwa saa moja, anakuza akili sana kuliko mtoto ambaye anakaa na mama kwa muda mrefu. Kwa hiyo baba akikaa na mtoto muda tu hata wa saa moja, anakuza intellect, ule uwezo wa akili wa mtoto. Kwa hiyo unaona, lakini sasa unakuta walio wengi hawako detached, hawako attached kwa baba, hawako detached zaidi, lakini hawako attached zaidi kwa mama, na hii inatengeneza ubaguzi. Mtoto akikuwa hivyo in long run, huko baadaye anakuwa na ubaguzi wa jinsia. Ubaguzi wa kijinsia, anapenda zaidi akina mama au anapenda zaidi wanaume kuliko wanawake. Hivyo inaenda inatofautiana ubaguzi, lakini inatengeneza pia hisia potofu juu ya jinsia fulani. Mtoto aliyekuwa kwa mama tu, wakati mwingine ukajua akina mama wanafanywa nini, mama anapitia nini kwenye familia, na anahamisha yale kumwambia baba yako bana hivi, baba yako hivi, baba yako hivi, baba yako hivi. Wakati mwingine mazuri ya baba hayasemwi, yanasema mabaya tu, na hii inatengeneza hisia tofauti sana kwenye jinsia. Kwa hiyo madhara ni mengi, lakini pia inaweza kapelekea hata mtazamo, hata migogoro ya kifamilia pia inachangia hapo. Yani unaangalia mtoto anamuona baba si wa muhimu, mama ndio wa muhimu. Inachangia vitu vingi. Wakati mwingine hawezi kumtii baba kwa sababu sio wa muhimu. Wakati mwingine hata kumtukana, na ugomvi unapotokea kwa baba na mama
mtoto siku zote atamuona mama ndio anaonewa, baba hivyo. Okay, jina langu naitwa Jonas Samson, ni mkazi wa Tabora katika mtaa wa Isevia. Nadhani hiyo dhana inatokana kulingana na yale malezi ambao mtoto anakuwa anayapata sana kutoka kwa mama kuliko kwa baba yake. Hiyo ndio inayosababisha mtoto kuamini kuwa mama ni bora kuliko nani? Kuliko baba. Kwa hiyo nadhani hiyo kauli inakuwa na madhara kwa upande wa baba. Kwanza tazungumzia sababu kama 2 kama sio 3. Kwanza hiyo kauli inaweza kumwathiri baba kisaikolojia na inaweza kumpunguzia kujiamini katika familia. Kwamba mtoto anaamini kuwa mama yake ni bora kuliko yeye. Kwa hiyo kauli kuna namna inaweza kumwathiri kisaikolojia na kujifiri nini? Inferior na kupunguza malezi katika familia yake. Kwa majina anaitwa Bless Kiando. Kwangu mimi madhara anayokutana nayo mwanaume au baba katika familia kulingana na ule mtazamo kwamba mama ni bora kuliko mwanaume ni kwamba baba anakosa nguvu ya ushawishi kwa familia au kwa watoto wake, kwa sababu wanafamilia wanakuwa wanaamini kila jema linalofanyika kwenye familia ni kwa sababu ya mama, lakini baba anaweka kwenye ule upande kwamba yeye ni mtu wa kuogopwa au ni mtu mbaya, ni mtu mkatili. Ndio maana ukikuta kuna muda mwingine mtoto akitenda kosa mama anasema akija babako nitawaambia. Kwa hiyo inamfanya watoto au familia waone kama baba yeye ni mtu mkatili na mkali, lakini mtu mwema na mpole kwao ni mama. Kwa majina naitwa Melkizedek Siras, mkazi wa Isevia. Ili kuondokana na hii zana ya kwamba yupi bora kati ya baba au mama, mimi ningeshauri pindi mama akiwa mjamzito, baba na mama washirikiane kuilea mimba mtoto akiwa mdogo hadi anakuwa, kupata malezi kutoka pande zote kati ya baba na mama ili kutengeneza kizazi ambacho kitakuwa ni bora kwa hapo baadaye. Maana kama ni mtoto akipokea malezi kutoka upande mmoja akakosa upande mwingine, ndio hao baadaye tunakuja kuona lazima kutakuwepo na gap, utakuwepo na udhaifu fulani kwa mtoto. Hivyo tuwe na future nzuri, tuwe na jamii nzuri, lazima baba na mama washirikiane kumlea mtoto, kwa sababu mtoto kukua anategemeana na vitu vingi kisaikolojia, anahitaji uwepo wa baba na mama. Kwa hiyo ili kutoa hii dhana kuonekana baba ni dhaifu au mama ni dhaifu, bora wote washirikiane kwa pamoja. Kwa majina naitwa Catherine Makingi Shida, nakaa Tabora Isevia. Mimi ninachoshauri kwa wazazi wote, baba na mama, ningependa kuwaasa kwamba washirikiane katika malezi yao vizuri, kuwalea watoto, ili ile zana ya kwamba mama ni bora kuliko baba isionekane katika vizazi vijavyo. Pia wazazi wanaposhirikiana katika kuwalea watoto vizuri, huwajenga watoto kuwa na nidhamu njema, pia kuwaheshimu wazazi vizuri na kuweza kufanikiwa katika maisha yao, kwa mfano kielimu. Lazima wazazi wote wawili wakuwe pamoja, wamlee mtoto kwa pamoja, wawe na upendo ulio sawa. Baba achukue muda wake kukaa nyumbani, awazoe watoto wake. Kuna wazazi ambao watoto wanawaona kama askari tu, kama polisi, kama hivyo, yani hawako na uhuru sana, hawako na furaha sana pale wanapo approach hiyo. Kwa hiyo kila mzazi achukue position yake, lakini kwa sababu familia ni taasisi, familia isifanywe kama ni tukio. Familia ni taasisi ambayo inakuzwa na watu wawili, baba akiwa na position yake kubwa na mama position yake ya kumsaidia. Hizo positions zinapaswa zijulikane. Wakina mama wanapoka sana majukumu ya kina baba, hata pale anapopewa pesa na mtoto, baba anapompatia mama pesa kwamba hii utanunulia watoto nguo, utanunulia, mama aseme kwa watoto kwamba baba yenu ametoa pesa hii kwa ajili ya nguo hivi, na inapobidi baba atoe hizo fedha na mahitaji ya watoto mbele yao, amkabidhi mama, hii pesa utamnunulia huyu kiatu, hii utanunua gauni, ili mtoto aone kwamba baba ana provide. Sisi tunachofanya mara nyingi tunatoa pesa chumbani,
bana, hii 300,000 utawanunulia watoto hiki, utawanunulia chakula hiki na nini, afu asubuhi huyo umeondoka. Kwa watoto wanakula pale, wanaviona vile vyote ni vya mama, kumbe kweli si kweli. Na wakina mama sio wa kweli, walio wengi wanapenda kujichukulia ule ufalme na utukufu kana kwamba wao ndio wanavitafuta, wanafanya nini, na wanamweka pembeni baba. Kwa hiyo familia ikue kama taasisi moja inayoaminiana na kuheshimiana, na ambayo kila mmoja anacheza nafasi yake bila kuiba nafasi ya mwingine, ili watoto wakue wakiwa na pande zote mbili wanazipenda, kwamba baba yupo, mama yupo. Baba akiondoka kwenye familia watoto wa miss, mama akiondoka kwenye familia watoto wa miss. Lakini kuna familia ambazo baba akiondoka watoto hata hawajamiss, mama akiondoka watoto hata hawajamiss. Kwa hiyo hiyo inakuwa inatengeneza picha ambayo kwa kweli sio nzuri kisaikolojia.